Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi tunatazama kile ambacho kinaendelea kwenye soka la Bongo, ambapo sasa hivi klabu ya Simba haina kocha mkuu. Sababu za kukosekana kwa kocha mkuu zinajulikana. Simba tayari umekwisha kumfungashia virago Dimitar Pantev ambaye amedumu kwa miezi miwili na siku kadhaa tangu atambulishwe rasmi kunako kikosi cha Simba. Sasa tetesi zimekuwa ni nyingi, lakini kubwa zaidi ni kile ambacho amekiposti kocha wa zamani wa Yanga, mzee wa minuno Romain Folz, baada ya kuweza kushuhudia taarifa ya kutimuliwa kwa kocha Dimitar Pantev. Japo pia hakuna kauli ambayo imeweza kutolewa na uongozi wa Simba ukisha na ile post ambayo imetolewa Instagram, na tumeshuhudia moja kati ya chombo cha habari kikimhoji kocha Dimitar Pantev, akasema yeye hana anachokifahamu kuhusiana na kile ambacho kimeweza kupandishwa kwenye ukurasa wa Instagram wa Simba Sports Club. Yeye bado ni mwajiriwa wa Simba na anaendelea kusubiri taarifa rasmi ya kuweza kuachishwa kazi. Kwa hiyo ile tamko bado tumelishuhudia la kusema kwamba Simba imeachana na kocha Dimitar Pantev kwa makubaliano ya pande zote mbili. Basi kuna namna upande wa pili, kwa upande wa Dimitar Pantev bado haujaweza kumalizana na uongozi wa Simba. Tusubirie kama kutakuwa na tamko lingine rasmi kutoka kwa Dimitar Pantev baada ya kuweza kushuhudia interview ile ambayo ameifanya na chombo cha habari. Kama itakuwa ni jambo la kuwa updated na kutaarifu watu, tutashuhudia pia na kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini kubwa kile ambacho amekiposti Romain Folz ni pamoja na kuandika kuweka emoji ya mpira, kisha ile emoji ya kuonyesha kwamba kitu kina load, kuonyesha kwamba kuna sehemu kuna chimbo ambalo mwanetu ataibuka siku za hivi karibuni. Vipi ataibuka Msimbazi? Tunasubiria. Lakini comment nyingi ambazo nimeziona, pia watu wengi wanamkaribisha Msimbazi kuonyesha kwamba wanatamani kile ambacho alikionyesha Yanga kwa siku kadhaa baada ya kutimuliwa, baada ya kuonekana pia kuna namna kama timu haielekei, yani haina maono. Yani hizo kelele ambazo zimefanyika kwa upande wa Simba na kuweza kushuhudia wakitemana na kocha Dimitar Pantev, kwa upande wa wananchi pia zilikuwepo. Yani ilikuwa ni kutesa kwa zamu, kila mtu alikuwa anasumbua kwa wakati wake, na baadaye maamuzi yanakuja kutolewa. Tukaona uongozi wa Yanga ukitemana naye na kuweza kumchukua Petro Goncalves ambaye amekuja kuchukua nafasi ya Fadlu, nafasi ya Folz ambaye alikuwa kuna namna kama wananchi wa kumuelewa kiasi cha kupelekea mashabiki kupiga kelele kwenye mechi tumtaki, na baadaye uongozi wa Yanga ukachukua hatua za kuweza kutemana naye, baada pia kuweza kuona mbona kama hatua ni kitu, baada ya kuweza kuona sare zimekuwa nyingi, lakini pia mpira unaochezwa kuna namna kama aueleweki hivi, so akaweza kutemana naye. So tujue, tunasubiria kuona huenda akaibuka Msimbazi vipi. Kwa nini ameposti hiyo picha saa kama 17 baada ya kuweza kuona Simba wameachana na kocha Dimitar Pantev na kuweka wimbo fulani hivi wa John Cena? Kwa watu ambao wamekuwa kifuatilia WWE, nadhani utakuwa unafahamu ule wimbo wa John Cena, My Time Is Now. So muda ni sasa, yani muda wangu ni sasa. Muda wake ni upi? Ndio kuja kuibuka Msimbazi, ama muda wake kuna namna ya kitu ameweza kukificha hapo ambacho kinahusiana na timu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Wewe unaonaje? Unaona Simba wachukue kandarasi ya kuweza kumchukua kocha Dimitar Pantev aje kuchukua nafasi pale Msimbazi? Kuna huyu ameandika, oya mwanetu minuno, kumbe upo. Welcome Msimbazi, tulikukosea wewe baba. Kocha wa boli, mfumo wako ndo uligoma. Van Damme, welcome Simba Sports Club. Jamaa yani kocha wa mwaka mbele, Simba tunakutaka. Kwa hiyo unaelekea Mnyamani? Haya ngoja tuone. Unaambiwa Simba wamemapproach tapeli minuno. Tapeli, welcome coach Simba Sports Club. Inaonyesha kabisa mashabiki wa Simba kuna namna kama wanamuelewa kocha Romain Folz ambaye alikuwa Jangwani na mambo haya kumwendea vizuri. Vipi kwa upande wa Simba wakimshusha, kuna namna jambo linaweza kubadilika, ama hizi ambazo zinaendelea ni skendo, tunaendelea kusubiria
kile ambacho kitakuja kuamuliwa baadaye. Acha tutulie na tuone, kwa kuwa Simba kule bifulao bado ni zito kinoma noma. Bado haijajulikana nani ambaye ameifanya maamuzi ya mwisho, lakini kikubwa ambacho kinalalamikiwa zaidi ni yale maamuzi ambayo yamekuwa yakifanyika Msimbazi. Makocha mbalimbali ambao wamewahi kuajiriwa pale Msimbazi, kila mmoja amekuwa akitoka na kusema mbona kama timu ya Simba haina muunganiko kwenye uongozi. Aliondoka kocha yule Ausens akasema ile Simba ifanikiwe inabidi viongozi waongee lugha moja. Aliongoza pia Daniel Kadena, naye akasema ile nguvu moja ambayo tumekuwa tukishuhudia kwenye mitandao ya kijamii ingekuwa na function pia kwa viongozi, ingekuwa unyama sana na timu ingeweza kufika mbali. Vivyo hivyo kwa Fadlu Davids, lakini pia vivyo hivyo kwa sasa hivi ambapo tunakiona kile ambacho kinaendelea kwenye uongozi wa Simba. Makundi ni mengi, yani upande wa mwekezaji na upande wa wanachama umekuwa kama kila sehemu imekuwa inatengeneza uongozi wake ambao umekuwa hauongei lugha moja nje na kwenye usajili. Tumeshuhudia Mo akitoa hela, baada ya usajili anakuwa kimya. Baada ya usajili nini kinaendelea? Tetesi na scandals zimekuwa ni nyingi, kila mmoja akimtuhumu wenzake kwamba kuna namna kama amekuwa haparticipate vizuri katika kuhakikisha timu inapata matokeo, lakini pia uongozi unakuwa bora na kusonga mbele. So acha tuone kitu gani ambacho kitakuja kuendelea, lakini pia tusubiri tuone ni maneno gani ambayo yatakuja kutoka baada ya hicho ambacho kinaendelea sasa hivi, kama watapata kocha mpya au kocha Minuno ndio ambaye atakuja kutua pale Msimbazi na kuendeleza kile ambacho kimeweza kuachwa na kocha Dimitar Pantev. Lakini kuna wengine pia wanadai kwamba Mpanzu afanyiwe tathmini kile ambacho amekuwa kikionyesha uwanjani. Kuna mtu kama Kagoma ambaye wanasema kocha alikuwa amekwisha kumkataa tayari, kiwa anasema hataki kumtumia. Kuna mtu kama Kibu Dennis, kuna mtu kama Jonathan Soa. Wachezaji ni wengi ambao wanapaswa wanaelezwa kwamba wanatakiwa waweze kufanyiwa uchunguzi na kujua ni kitu gani hasa kilikuwa kinawafanya washinde kutumia nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa kwenye kikosi. Let's watch and see. Bwana, usiache kusubscribe na kugusa alama kengele wa mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani kipindi ambapo zinatokea. Till next time.